kila mara tunapoendelea na ibada zetu naweza tukaonekana ni kana kwamba tunaacha vitu ambavyo labda vilikuwa vimezoeleka, vinapendeza watu, inaonekana vinaboresha, na tunaanza kuchukua mkono mwingine wa kiibada. Kile ambacho nataka kuweka wazi ni kwamba kadri tunavyoendelea kufahamu kweli na kuona kile ambacho kweli inatufundisha, basi hatuna budi kuchukua hatua ili kufanyia kazi kile ambacho neno la Mungu linatufundisha kila mara. Na ndio maana kila mara tunaangalia yale ambayo haya ambatani kisahihi, japo labda ni mambo ambayo yamezoeleka katika maisha yetu ya kila siku ya ibada, basi mara nyingine tunaanza kuacha kitu kimoja kimoja na tukiendelea kuingiza vitu ambavyo vinahitajika katika ibada. Ndio maana katika ibada zetu za nyumbani sahihi hatuna mambo mengi. Hatuna mambo mengi kama vile kuanza kupeana vipindi vya ushuhuda, kwa sababu kuna maeneo ambayo tunayaenzi sana, ambayo ndiyo maeneo ya muhimu ambayo tunapenda ama tunapendelea kuyapatia muda na yakaweze kufanyiwa kazi sahihi. Na ndio maana tuko vile tulivyo. Wakati unataka kumkaribisha mwalimu achukulie kutoka hapo katika neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wasalimu kwa jina la Yesu. Amen. Namshukuru Mungu kwa sababu ya siku hii ya leo. Amekuwa mwema kwangu. Amekuwa Mungu mtoshelezi. Yaani amenitosheleza na kunipa amani. Unajua hakuna kitu kikuu katika maisha haya kama kupewa amani. Amani ni kutulia kwa moyo na kuridhika. Mwandishi ama mwalimu ambaye alikuwa akitufunza habari za kufunzwa kwa Bwana Yesu kwa mifano, kitu kikuu ambacho alikuwa akishughulikia ni kwamba watu waitwa kwa jina la Yesu siku hizi hawaridhiki. Yaani Mungu amekupa sima na mzungu, lakini wewe huridhiki, unataka pizza. Hiyo si sawa. Hiyo si sawa, watu hawaridhiki. Lakini kama Mungu ataweka sima mbele yako na upokee kwa shukrani na omena na kuridhika, hatimaye Bwana atatukuzwa. Kati ya yale mambo ambayo tumeendelea kufunzwa, kile nimekuja na mguso mkubwa kwangu wakati tukimaliza masomo chuoni, mimi na mchungaji tukiwa tunafunzwa somo la mwisho kuhusu kumtolea Bwana. Lakini kile nimegundua ni kwamba nilikuwa najaribu kuconnect ujumbe wa mwalimu na neno alilolikuwa akilisisitiza mhubiri pale, kuridhika. Wakati mtu anaridhika, ana sababu zote za kumshukuru Mungu na kumtegemea. Lakini wakati mtu haridhiki, haoni hata ule umuhimu wa kile ambacho Mungu amempa. Kwa nini? Kutoridhika unaletwa na vipengele katika maisha ya kuwa hatosheki. Na mtu kama hatosheki, nikawa naangalia mwalimu, mtu kama hatosheki akipata 100 na haijamtosha, atakuwa na sababu ya kumtolea Mungu? Hana sababu ya kumtolea Mungu. Naomba nisimame maana nikikaa nitakuwa na farijika. Atakuwa na sababu ya kumtolea Mungu. Lakini akipata 100 na akiona hii 100 ndio inaingia mkononi mwangu, na nikichukua mobile pale, maana jamii yangu inakula mobile ya mafungu mawili ya omena, na kiridhika, kile kimebaki atakuwa na sababu ya kufanya nini? Sawa. Lakini kama watu hawaridhiki, choyo kinapata nafasi yangu. Na choyo kikipata nafasi kinaanza kumwelekeza huyu mtu katika mazingira mabaya. Hatimaye huyu mtu huamua vibaya. Wizi ndio unatokea hapo, maana haridhiki huyu mtu. Unaona? Uongo unatokea hapo, maana huyu mtu haridhiki. Ukonimeni unatokea hapo, maana huyu mtu haridhiki. Amen. Lakini nashukuru kwa sababu ya amani. Na naamini ya kwamba hiki ndicho kitu cha muhimu ambacho Yesu alisema, nipeanavyo mimi sio kama ulimwengu unavyopeana, amani yangu na wapenda. Amen.
Yesu hakusema nitenavyo miti kama ulimwengu unavyopeana. Paseni mashamba makubwa makubwa na mamilioni ya pesa. Aliongea tu simple. Akimaanisha ulimwengu utakuwa na kung'ang'ana na pesa, kung'ang'ana na mashamba, lakini mimi siwapi pesa na mashamba. Tushekeni. Amen. Tunaendelea kujifunza habari za agano la sheria, na agano hili la sheria, mimi mwenyewe juzi nilikuwa nikiongea na mchungaji kwamba kupitia kupata nafasi hii ya kufundisha habari hizi za agano, somo hili limenifunza mambo mengi sana. Kwa sababu nilipoanza safari ya kufunza habari hizi ya agano katika agano la Ibrahimu, sikuwa nimekadiria nitafika agano hili. Nilikuwa naona nitamalizana na agano la Ibrahimu, agano la Adamu, halafu achane na mambo ya agano, niangalie mambo mengine. Lakini sasa yamepanuka kiwango kikubwa ambacho kinalazimu mimi ninapata faida za kufunza habari za agano, maana nagundua mambo ambayo mimi mwenyewe nilikuwa sijayafahamu awali. Lakini sasa kwa sababu inalazimu nije nifunze habari hizi za agano, na kuwa na muda mwingi wa kujifunza, na wakati ninapojifunza nagundua vitu, yani kwa lugha ya rahisi nami ninafaidika kwa mambo ambayo mimi mwenyewe nilikuwa sijagundua kutoka mwanzoni. Amen. Na kwa sababu hiyo basi hata nami lanijenga hili somo, kwa maana kwa mara ya kwanza najifunza habari za agano katika mtazamo tofauti ambao tokea awali sijawahi kutazama. Amen. Kuna kapepa ambao wanastahili kushughulikiwa, ndio kwa hapendi neno la Mungu. Nimegundua kuna kapepa hapo ndani ambao kanastahili kushughulikiwa. Maana hujitokeza wakati wa ibada. Basi leo nataka niendeleze habari za agano la sheria, na tulikuwa tunajifunza kuhusu kusudi la sheria. Kwa nini Mungu amelipa sheria taifa la Wayahudi? Toka mwanzo wa maagano, yale maagano mengine hatukuti sheria yoyote Mungu anayoipeana. Agano ambalo labda pengine linafanana na agano la Musa ni agano la Adamu. Kwa maana Adamu alipowekwa katika shamba la Edeni, yeye ndiye aliyepewa maagizo ya kufanya. Lakini yale maagano mengine, tukija agano la Nuhu halina maagizo ya kufanya. Tukija agano la Ibrahimu halina maagizo ya kufanya. Lakini sasa tunapofika agano la Musa ambalo ni agano la sheria, kuna mabadiliko hapa sasa. Maana hili agano ndilo lililo na mambo ya kufanya. Msipofanya hivi, haya yatachukua mkondo wake. Anaumwa ama ni vipi? Nitangoja na siku nzuri, lakini si sababu. Makapepa kwa ndani. Nataka kushughulikia. Sawa. Sasa tunapoenda kujifunza kusudi la sheria nini, kwa nini sheria zililetwa, na tukagundua ya kwamba sheria zililetwa ili kuweka wazi udhaifu wa mwanadamu, halafu na pia kuonyesha wazi hitaji la mwanadamu. Juzi nikawa nimeeleza kwamba Mungu kwa mara ya kwanza miaka 2500 iliyopita, vizazi vyote watu wameendelea kufa wakizaliwa, lakini hawajajua ni kwa nini watu wanakufa. Lakini katika agano la sheria anaonyesha matakwa yake na mahitajio yake na asili yake akiwa Mungu mkamilifu. Na kwa kuwa wanadamu waliasi wakaanguka katika dhambi, wanaangukia hukumu. Na kwa sababu wanaangukia hukumu, wana deni wanahitajika kulipa kwa Mungu. Na deni hili ni Mungu anaonyesha matakwa yake mwanadamu, kwamba mimi matakwa yangu ni sheria zangu ndio hizi, nahitaji mwanadamu aishi kwa kuzikamilisha. Lakini mwanadamu aliyeanguka hana uwezo wa kuziishia na kuzikamilisha. Kwa nini? Mwenye dhambi hakuna kiegezo kitakachomfanya yeye kukubalika awe hana dhambi mbele za Mungu, unless otherwise. Yaani nikisema unless otherwise, labda kuwe na kitu chengine kitakachofanyika kitakachomfanya yeye aonekane mbele za Mungu kutokuwa na dhambi. Sasa sheria inatuonyesha wazi hitaji la Mungu, kwamba anahitaji wanadamu wafanye nini?
waishi maisha makamilifu mbele zake, lakini watu hawa hawawezi kuishi maisha makamilifu mbele zake. Amen. Ndiposa Paulo anasema, je, sheria ni dhambi? Anasema hapana, sheria sio dhambi. Maana kama sio sheria nisingalijua dhambi. Kwa nini? Sheria ndiyo iliyoniambia usitamani. Na kama sheria haingesema kutamani ni dhambi, basi mimi nisingelifahamu kutamani ni dhambi. Sasa Paulo akiongea maneno haya kwa lugha nyingine anasema, sheria ilinionyesha hitaji la mimi kufanya, na kwa sababu ilinionyesha hiyo hitaji, nikiwa sasa hiyo sheria ikaniambia usipofanya, hiyo sheria inaniambia wastahili hukumu. Hii ndio kazi ya sheria. Hii ndio kusudi ya sheria. Sasa maandiko yakituambia kwamba sheria imekuwa kiongozi kutuleta kwa Kristo, hapa Paulo anamaanisha nini? Paulo anamaanisha nini? Anaonyesha hitaji la mwanadamu, kwamba mwanadamu kile Mungu alikuwa anahitaji kwake ni kuiishia sheria kikamilifu. Lakini sasa mwanadamu hawezi kuiishia sheria kikamilifu. Sasa mwanadamu ana deni. Deni ni gani? Alivunja sheria. Swali ni, inatuongozaje hii sheria kutupeleka kwa Kristo? Sheria inatuchukua na kutuhukumu sisi kuwa wavunja sheria nyakati zote, siku zote, katika vizazi vyote. Kwa sababu gani? Mbele za Mungu kunahitajika mwanadamu atakayeweza kuiishi kikamilifu sheria ya Mungu, ndiyo dimandi ya Mungu iweze kufika mwisho. Iko namna hii. Mungu ni Mungu mkamilifu. Anachokihitaji kwa wanadamu ni wanadamu waishi na kuitunza sheria kikamilifu bila kuvunjwa. Mungu awe ametoshelezeka hasira yake kwa mwanadamu. Sawa? Yaani hitaji la Mungu kwa mwanadamu ni mwanadamu aweze kuishia torati ama sheria kikamilifu bila kuvunjwa. Ndo hasira ya Mungu ifanye nini? Itulie. Hasira ya Mungu kwa watenda mabaya, kwa wenye dhambi, iwe imetoshelezwa. Yaani sheria ya Mungu haina deni kwa mwanadamu. Kwa sababu gani? Kuna mtu ambaye amequalify, amethibitishwa kisheria kwamba ameitekeleza sheria bila kuivunja mahali. Sasa ikifika hapo mbele za Mungu hakuna deni. Tuko sote kufika pale. Sasa basi, kati ya mimi na wewe ni nani ambaye ana vigezo hivyo vya kuishi mbele za Mungu kikamilifu na kumtosheleza Mungu kikamilifu mpaka Mungu hasira yake iwe imetoshelezwa, kwa maana sheria haidai? Hakuna. Sasa katika vizazi vyote tunavyoishi, sheria inatuhukumu kuwa tuko wenye dhambi, na kama sisi ni wenye dhambi hatuwezi kuiishia torati. Tunadai mtu atakayeweza kuiishia torati kikamilifu ili sisi tuweze kukombolewa kutokana na ghadhabu ya Mungu. Sasa sheria katika barabara ya maisha toka Musa mpaka kufika Kristo Yesu, sheria inadai maishani mwa wanadamu vizazi vyote. Kwa nini maandiko yanatuambia kwamba Kristo ndiyo mwisho wa sheria ama Kristo ndiyo mwisho wa torati katika kitabu cha Wagalatia? Sasa tukifika hapa sheria imetuongoza. Inatuongoza wapi? Inatuongoza kwa mtu, inatupeleka kwa mtu atakayekuwa na uwezo wa kuitekeleza kikamilifu mbele za Mungu mpaka Mungu aweze kutulia. Kwa nini inatuongoza? Inatuongoza kwa kutuonyesha sisi hatuwezi kuikamilisha, na sisi tunadai mbele za Mungu kuiishia torati. Sasa katika vizazi vyote sheria inatudai. Lakini tunapokuja mpaka kufika kumpata Kristo Yesu, Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tumekuja kumfikia Kristo Yesu. Katika kitabu cha Luka 16:16 inasema, Torati na manabii vilikuwepo mpaka wakati wa Yohana Mbatizaji. Lakini kipindi cha Yohana Mbatizaji
na kipindi cha Yesu Kristo Torati na manabii vilikuwa vinafika kikomo. Kwa nini? Kutoka Yohana Mbatizaji kuja nyuma, Kristo hajazaliwa. Hakujapatikana mwanadamu ambaye anaishi maisha yake kuitunza sheria kikamilifu mbele za Mungu. Lakini kipindi cha Yohana Mbatizaji ni kipindi tunamkaribia Yesu. Yohana Mbatizaji na Yesu wamepishana na miaka mingapi kuzaliwa kwao? Miezi 6. Sasa Yesu na Yohana Mbatizaji wanaishi kizazi kimoja, wako katika kizazi kimoja. Mwandishi wa kitabu cha Luka anaonyesha matakwa ya sheria, mahali yalipoanzia na mahali yanaelekea kukoma. Kwa nini anakoma? Kuna mtu sasa ambaye amefika, ambaye yeye mbele za Mungu yakubalika, amekubalika. Kwa nini anakubalika Yesu Kristo? Tukija katika sehemu ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo, tunapata maelezo kikamilifu, na mchungaji juzi alikuwa ameyaeleza kwamba sababu za Mariamu malaika kusema kwamba nguvu za Mungu zitakuja na kumuweka kivuli, na alieleza kwa ufasaha sana, ni kwamba Yesu Kristo ambaye alikuwa tumboni ama atakuwa tumboni wa Mariamu astengwe na ubinadamu wa Mariamu, ili dhambi ya Mariamu isiweze kuingia kwa maisha ya Yesu Kristo. Maana jambo la kwanza la kuweza kukubalika mbele za Mungu ni kwanza uzaliwe pasipo dhambi. Amen. Hicho ni kiegezo cha kwanza. Maana ukizaliwa na asili ya dhambi tayari huqualify. Kwa nini? Kila aliyezaliwa na asili ya dhambi hana uwezo wa kuitunza sheria kikamilifu. Ameanguka tayari mtihani. Kwa hivyo jambo la kwanza ni Yesu azaliwe pasi dhambi, awe amepita mtihani. Kwa hivyo kuna kanyaga mwanadamu wa kwanza katika ulimwengu huu asiye na dhambi. Halafu sasa mtihani wa pili, maisha yake toka siku akikuwa mpaka kufikia mtu mzima, akiwa mtoto asiwe na dhambi. Yani asiwe na dhambi na maanisha ni Yesu alipokuwa mtoto hakuwa na uwezo wa kutukana kama watoto wetu. Amen. Hakuwa na uwezo wa kupiga wenzake. Kwa nini? Hana dhambi. Na tukisema kwamba yeye aliqualify ama alithibitishwa kisheria kuwa sheria yote ameitunza, mtu anayetukana amevunja sheria, anayepiga mwenzake amevunja sheria. Hayo mambo yote toka utoto wa Yesu Kristo mpaka kukua, Kristo hakufanya kitu kama hicho. Sheria ikawa imetunzwa kikamilifu, na kwa sababu sheria ilikuwa imetunzwa kikamilifu katika maisha ya Yesu Kristo, na Mungu hitaji lake ni kuwe na mtu atakayetunza sheria yake kutosheleza hasira zake mbele zake. Yesu ameitunza Torati yote. Yeye sasa anasimama hapa mbele za Mungu. Sheria ilianza kule, hakukupatikana mtu aliyeitunza sheria, lakini leo imekuja mpaka imefika hapa, imepata mtu ambaye ameitunza sheria. Mwisho wa sheria ni iwe wapi? Ni iwe katika maisha ya Yesu, maana yeye ndiye aliyeweza kuitunza sheria. Kwa hivyo madai ya sheria yanapofika kwa Yesu Kristo yanakuwa kikomo, maana hayana nguvu tena, maana yeye kwake amemaliza sheria. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haya mambo tulijifunza juzi, ni naongezea kapengele ambako sikukafikia juzi, ili nitoke kwenye kusudi la sheria niende katika sehemu nyingine. Amen. Kwa hivyo Yesu, maandiko yakimuita kwamba yeye ndiye mwisho wa sheria, ina maana sheria ilipofika kwake ilipigwa full stop, haikuwa na deni, ilitekelezwe hitajikavyo. Kwa hivyo sheria ndani ya maisha ya Yesu ikawa haina hitaji, na kwa sababu haina hitaji, sheria lazima iwe hapa imefika kikomo. Kwa nini? Kati ya vizazi vyote kulihitajika angalau mwanadamu mmoja awezaye kuitunza sheria, amekosekana. Lakini leo Kristo Yesu amezaliwa, sheria yote ilimfikisha hapo. Ndipo katika kitabu cha Mathayo mlango wa 5 aya ya 17 anasema, usidhani nilikuja kuiondoa Torati ila kuitimiza. Yani Torati ilipotolewa
ilikuwa yaningoja mimi mpaka nitakapokuja niweze kuitimiza, ili isiwe na madai tena juu ya wale niliowapewa na Baba. Katika kitabu cha Yohana mlango wa 17 aya ya 3 nadhani aya ya 5, sema Baba, wale wote ulionipa. Sasa anasema maneno haya kwamba mimi ndimi nimekuja kuitengeneza sheria na itimilike. Labda pengine naweza kuwa ninaenda, lakini sasa maneno hayo nasema unayatoa wapi wewe? Hebu turudi katika kitabu cha Wagalatia 3:23. Somea hapo. Galatia 3:23. Nasema, lakini kabla ya kuja ile imani tulikuwa tumewekwa chini ya sheria, tumefungwa mpaka ije ile imani itakayofunuliwa. Unaona sasa, Paulo anasema kabla ya kuja imani. Akiongea maneno haya anamuonyesha Yesu Kristo, maana sisi tumeamini katika Kristo Yesu kwa sababu yeye ndiye aliyeitunza ile sheria. Anasema kabla kuja ya ile imani sisi sote tulifungwa. Maana ya vifungo ni hatukuwa tuna uwezo wa kujitoa. Tumekuwa watumwa. Sheria ilitufunga na mahitaji ya sheria yakawa yanadai katika maisha yetu. Lakini anasema ya kwamba tulifanywa hivyo kwa sababu kwa muda mpaka ije ile imani. Hebu endelea 24. Anasema hivyo Torati imekuwa kiongozi kutuleta kwa Kristo ili tuhesabiwe haki kwa imani. Unaona? Na juzi nilikuwa ninaonyesha haki ni nini. Ndipo nimeruka habari za haki. Juzi nilikuwa naonyesha haki ni neno la kimahakama ambalo mahakama humtangaza mtu kuwa yuna haki ambaye amekosekana kuwa na kosa mbele za mahakama ya sheria. Kwa mfano, mimi nishtakiwe niende shamba. Shamba tuna koti hapa ama tuko na mahakama. Niende nisomewe mashtaka. Halafu nipeane ushahidi wa kutosha mbele za hakimu ama judge kuonyesha kwamba sikufanya kosa hilo mimi. Na judge aniangalie kulingana na viegezo vya sheria ya Kenya na apate kweli huyu jamaa hakufanya hilo kosa, hakufanya. Sasa wakati judge anatoa hukumu na kusema uko huru kuenda nyumbani, ni kumaanisha nimepewa haki ama nimetangazwa kuwa na haki kinyume cha madai ya mashtaka juu yangu. Hiyo ndiyo haki. Sasa basi sisi tulishtakiwa kuwa wakosaji mbele za Mungu, tumevunja sheria yake. Sawa, hatuna haki. Lakini kunaye Kristo aliyezaliwa bila dhambi na akaishi maisha yote. Kumbuka Yesu hakuzaliwa na dhambi, hajafanya dhambi. Akaifanya sheria yote inayohitajika mbele za Mungu kikamilifu. Lakini kulikuwako kuna tatizo moja mbele yetu ambayo hilo tulikuwa hatuwezi kuepuka hukumu ya Mungu. Kwa nini? Kila aliyevunja sheria anahitajika kufanya mambo mawili akubalike mbele za Mungu. Aitunze sheria kikamilifu bila kuivunja, na kwa sababu awali ulikuwa umevunja sheria, unahitajika kuhukumiwa mbele za Mungu kuwa mkosaji, ndipo hasira za Mungu ziwe zimetoshelezwa kikamilifu. Sasa Yesu kwa mara ya kwanza miaka 33 aliishi ulimwenguni humu akiitunza sheria kwa ajili ya wateule. Halafu sasa akaukabili msalaba kwa ajili ya kukomboa ama kumlipia mwanadamu fidia ya deni lake la dhambi zake, ili kwamba wewe mwanadamu na mimi mwanadamu mbele za Mungu tuwe wenye haki na tuwe watakatifu. Tutakuwaje wenye haki? Yesu Kristo aliitunza Torati kikamilifu bila kuivunja. Twahesabiwa haki tukimwamini yeye. Halafu tena atatulipia deni la dhambi zetu msalabani, ili kwamba sisi tusihukumiwe adhabu, tuhesabiwe kuwa watakatifu mbele zake.
Amen. Ndiposa tukirudi kwenye kitabu cha Warumi 5:4 ndio inatuambia kwamba Kristo amekuwa mwisho wa sheria. Sasa juzi kwenye kizungumkuti kilikuwa ni ikiwa Kristo ni mwisho wa sheria, inakuwaje basi wanadamu ambao ni wateule, wao nao wasidanganye, wao nao wasiibe, wao nao wasizini, wao nao wampende Bwana Mungu wao kwa moyo wao wote, kwa nguvu zao zote na kwa akili zao zote, na sheria ilikamilishwa na Yesu Kristo. Ndiposa tukajibu swali hilo kwamba sisi maisha yetu tunayoyafanya maisha yetu matakatifu, ama tunapotenda matendo mema, ni kwa ajili ya matokeo ya imani yetu. Si kwamba hatuibi kwa sababu tuupate haki mbele za Mungu, hapana, lakini ni matokeo ya wokovu wetu. Kwa hivyo wakati tunatunza amri za Mungu, ni matunda ya wokovu wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hapa ndipo mahali hawa wenzetu wamekanganyika. Kuna kanisa linaitwa kanisa la Sabato. Hilo kanisa hilo Yesu hajazaliwa kwa wao, kwa mjibu wa mambo yao wanayofanya. Maana Yesu akishazaliwa, ashaitunza Torati, ashaikamilisha, ashaweka watu huru, maisha yao wanatoa matunda ya imani yao. Lakini kwa kanisa hili Yesu hajazaliwa, bado wako katika sheria za Musa. Kwa nini? Papa hawali. Kwa nini papa hawali? Na kuna samaki mwingine anaitwa tafi. Unajua tafi amba nini? Hakuna sijua tafi. Ile samaki ambaye hana yale magamba ya kuparapara. Kila samaki kule baharini asiyale maparapara ambaye hakunui hawali. Kwa Wayahudi alikuwa najisi kulingana na sheria ya Musa, alikuwa haliwi. Na kila mnyama ambaye hakupasuliwa kwato na kila hacheui tena na kutafuna tena, kwa Wayahudi alikuwa najisi, haliwi kulingana na sheria yao. Sasa hawa ndugu zetu wako agano hilo la sheria, maana papa kwa 70 day hali na kamba hali. Halafu pili, siku ya Ijumaa ndio siku ya mwisho kwao kufanya kazi. Hata chakula watakachokula Jumamosi na wapike Ijumaa. Ukipika siku ya Jumamosi umekuwa najisi, hufai hata kwenda kanisani kwa wao. Haya ni mambo ambayo tukianza kuingia katika sheria na kujifunza, tutakuja kujifunza pole pole, tutakuja kujifunza. Lakini kwa nini nagusia? Matakwa haya ama mahitaji haya yaliwahusu Wayahudi katika agano lipi? Agano la sheria. Na ukivunja hilo agano, kulikuwa kuna mambo ni ufanye. Unapeleka njiwa hekaluni, unapelekwa unga na mafuta ya kupikia, unapeleka kondoo ili kuhani aende akakuombee mbele za Mungu, akupatanishe tena na Mungu, maana umekuwa najisi. Na kuna mambo mengi yaliyokuwa yakifanyika ambao mengine walikuwa yakikufikia hayo, watengwa siku 40 na jamii nzima ya Wayahudi. Walikuwa na vinyumba vyao ambao vimetengwa kutengea watu. Mtu akiwa najisi wa jinsi fulani anachukuliwa, anatengwa huko kwa muda fulani. Halafu kuna mambo na afanye, halafu hajionyeshe kwa kuhani mpaka kuhani amuone kweli wewe sasa umetakasika, waruhusiwa kuchangamana na wenzako. Ndiposa Yesu alipokutana na wenye ukoma aliwaambiaje? Enendeni mkajionyeshe kwa kuhani. Kwa nini? Wenye ukoma nao walikuwa baadhi ya watu wanaotengwa na jamii, maana ukoma ilikuwa ishara ya dhambi kwa jamii ya Wayahudi. Sasa ukiwa na ukoma unao vielelezo vya kuonekana wewe una dhambi, watengwa na jamii ya Wayahudi. Yesu alipokutana na wenye ukoma na kuwaambia enendeni mkajionyeshe kwa kuhani, alikuwa anawaambia kwa lugha ya rahisi, nimewatakasa, mmetakasika. Lakini yule ambaye ana uwezo wa kutambua nyinyi mmetakasika si mimi,
maana hata mimi nami bado naishi katika agano la sheria, na agano jipya halijaja, maana mpaka niende msalabani. Sasa ni nani ambaye ana uwezo wa kukutangaza kuwa umetakasika? Ni kuhani. Fanyeni hivi, shikeni njia muende moja kwa moja mpaka kwa kuhani. Tuko sote kufika pale. Sasa maandiko yanasema walipokuwa wakienda kukaribia kuhani, ndivyo walivyokuwa wakienda kutakasika. Maana walikuwa wamepatana na Bwana, wanaenda wakitakasika. Kadri wanapomkaribia kuhani, ndivyo kadri wanavyotakasika. Lakini baada ya kuthibitishwa kwamba wametakasika, walimsahau Yesu wote Wayahudi, ila mmoja ambaye alikuwa si miongoni mwa jamii ya Wayahudi moja kwa moja, yeye ndiye aliyerudi kwa Yesu, anaitwa Msamaria. Neno Samaria, by the way, si neno zuri, si neno zuri. Maana ya neno Samaria linamaanisha mtoto asiye halali. Hivyo ndivyo maana ya Samaria. Samaria ni mji ambao ulijengwa na watu ambao hawakuwa Wayahudi kikamilifu, lakini mama yao alikuwa Myahudi na baba yao alikuwa si Myahudi. Akazaliwa mtu ambaye si Msamaria, ndiposa Yesu anaagi na mama Msamaria, na mama Msamaria anamwambia, inakuaje wewe leo unaomba maji kwangu? Maana kawaida ya desturi zetu sisi na ninyi hatuchangamani. Kwa nini? Huyu si Myahudi, mamake ndiye Myahudi, babake alikuwa Mbabiloni. Wakati walipochukuliwa kwenda matekani Babeli, waliobaki pale, wale wanawake wengi waliobaki, walizaa na maaskari wa Babeli. Na watu walipotoka kule miaka 70, wakakuta jamii kubwa ya watu, mama Myahudi lakini baba ni Mbabeli. Wakatengwa katika jamii ya Wayahudi, wakaitwa Wasamaria, watoto haramu. Huku kwetu tungewaita hivyo, watoto haramu. Amen. Na onyesha jinsi ya sheria zilivyokuwa zinafanya kazi, ambapo hazihitajiki katika kanisa hivi leo. Kwa nini? Kristo ashatimiza yote na akamaliza yote msalabani, ili kanisa limwabudu Mungu katika roho na kweli. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hii ndiyo hitaji ya sheria, na hii ndiyo sababu ya sheria kuletwa. Lakini kanisa inatekelezaje sheria? Haitekelezi sheria kama njia ya kupata haki, kama njia ya kupata wokovu, lakini inatekeleza sheria kama matokeo ya wokovu. Wokovu wetu sisi umehakikishwa miaka kabla ya ulimwengu kukuwako, umehakikishwa toka milele. Sasa umetekelezwaje? Kupitia maisha ya Yesu na kifo cha Yesu. Sisi je, tunauishiaje Ukristo? Tunauishiaje wokovu? Wakati tumemwamini Yesu Kristo, wokovu wetu umehakikishwa katika yeye. Basi maisha yetu, matokeo yetu ni ya kumtukuza Mungu. Mungu anatukuzwa na gani sasa? Amri 10 zimeeleza Mungu anatukuzwa namna gani. First priority Mungu. Na unaona mwalimu, hii maneno unajua nimekuja nimegundua sisi tunahitaji sasa kurekebisha mahali. Na ukweli kabisa, Mungu atusaidie ili kuweza kuyaongoza maisha yetu katika mfumo wa neno la Mungu. Mimi muda wote nimekaa darasani mpaka kufikia mwaka huu, nimekuja nimegundua, na si kwa mimi peke yangu, nimekuja nimegundua kwa watu wengi. Watu wengi tuenda kanisani lakini ukweli hatujaokoka. Huo ndio ukweli. Kwa nini? Matakwa ya wokovu moja ni mpende Bwana Mungu wako kwa akili zako zote, nguvu zako zote na moyo wako wote. Yaani kama kuna kitu ambacho ni kiwe muhimu katika maisha yako, kwanza ni Mungu. Nilipokuwa nikiwaza hii nikagundua Yesu alipokuwa kidili na yule mwanamume aliyemwambia, Bwana mimi nataka kukufuata lakini kule kuna mazishi, niruhusu nikazike halafu ndio nije nikufuate. Anamwambiaje? Njoo twende, acha wafu wazike wafu wao. Sababu ni nini? Kile kitu cha kwanza mbele yako ni nini? Maana kitu cha kwanza ni Mungu kwanza. Swali ni, ukiwekewa Mungu na mazishi, wewe wafuata kipi? Kama waenda kuzika, hufai katika kufanya.
Ndio Yesu alikuwa anamkumbusha sheria ambayo yeye ni Myahudi na anaijua amri ya kwanza, mpende Mungu wako kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote. Hapa sasa anamjibu kwa njia nyingine, anamwambia acha wafu wazike wafu wao, kuja unifuate. Na ukienda kuzika wafu wao kwanza, hufai katika ufalme. Kwa nini? Amri ya kwanza, Mungu ni awe kipaumbele. Swali ni katika maisha yetu kama wokovu, Mungu ndiye kipaumbele, ndiye wa kwanza, ama ni mambo mengine? Mambo mengine kiukweli yanachukua nafasi kuliko Mungu. Amen. Amen. Weka pesa. Ndugu, hapa naongea ule ukweli. Weka pesa. Nikisema weka pesa namaanisha weka njia iletayo pesa, weka ibada. Halafu huyu mtu hana pesa, jana alilala njaa. Tuko sote pale. Naonyesha vitu ambavyo haya ndiyo mambo yanafanyika katika maisha yetu, ndani ya mioyo yetu. Weka pesa, na ndugu yangu, hii kazi ni ya masaa machache na ina pesa nzuri. Unasikia? Halafu weka ibada. Waenda kaa bure, usikize kina Evans wakihubiri, utoke na kujuta kula nini. Halafu muache mokofu aamue. Hapo ndio utajua, je, Mungu ni wa kwanza? Ndugu, hiyo kanisa utakuja peke yako Jumapili na mchungaji. Maana watu wataenda kufanya kazi. Tukifika katika majira kama haya, ili kuamua mokofu ni kuacha kazi, kuenda kufanya kazi. No matter what, haijalishi ni nini itakayokuja kufanyika, usitake kujali. Mungu ulisemaje? Ulisema wewe kwanza, mambo mengine baadaye. Leo ni siku ya ibada. Na ukweli kabisa, humu mwangu nyumbani hata sadaka ya kwenda kukutolea sina, maana sina kitu. Ela majaribu haya yaliyokuja mbele yangu kwamba niende huku nipate pesa 2,000 kwa masaa 3 niache ibada, hapana, sitakifanya. Hii pesa na ibada, naenda ibadani. Sasa angalia wewe Mungu, kama wewe Mungu utaniacha nisijepata riziki, haya, wewe nenda ibadani. Lakini ukweli ndugu yangu, tufikapo hapo tuamua mapenini ndugu kuliko ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaonyesha vile mambo yanastahili kuwa katika maisha yetu ya kila siku. Na jamanini, sikizeni niwaambie watu wa Mungu, maisha yetu yamepimwa. Maisha yetu yamepimwa. Siku zetu za kuishi zimehesabiwa, Zaburi anasema. Zimehesabiwa. Si kwamba tuko hapa milele. Lakini swali ni, je, wakati maisha yetu yanafika kikomo, majira yoyote, hatujui ni nini, twaweza ondoka hapa dakika zijazo ukasikia Evans amelala. It's very much possible. Inawezekana. Maana hatujui nini kinaendelea, lini, wapi. Swali ni, je, baada ya mwili wangu na roho yangu ikiachana na mwili, naelekea wapi? Naelekea wapi? Maana hatimaye tutasimama mbele za Mungu pasipo udhuru. Maisha tuliyopewa hatukupewa kwa sababu ya kucheza. Kama tumecheza na hivyo tumecheza, lakini mbele ambao Mungu ameweza kuweka mwangaza wa neno lake, tumurdi maisha yetu, tuishi, tuonyeshe maisha ya Kikristo. Amen. Amen. Sio kwamba tuishi katika hali ya utoto, hatujui Mungu alituvumilia kwa neema. Inawezekana Mungu ametuvumilia kwa neema, lakini mahali imefika twaonyeshwa ukweli, tugeuke na kuanza kuishi katika ukweli. Amen. Amen. Wakati mwingine huwa nawaza na hisi uchungu katika maisha yangu, lakini huwezi kubadilisha. Ni Mungu akusaidie wewe mwenyewe ubadilike, kule kwingine achia Mungu sasa. Lakini jamanini, Mungu ametupa maisha, ametudhamini maisha. Maisha ni dhamana la muda mchache. Si kwamba sisi tuwa kwanza kuishi katika ulimwengu huu. Tuwasoma kina Enoko, kina Adamu, kina Musa. Wengi wao, wengi wako wapi? Hawako. Na yamkini hata wengine wapendwa wetu tunawajua. Wako wapi? Jamani, tuamke na maisha yetu. Mungu atusaidie tuishi kwa hekima, tuishi kwa kumtumainia Bwana, tuishi kama wokovu, tuishi kiwokovu. Wakati tunaamua vitu, tuamue kiwokovu. Amen. Amen.
Mungu awabariki. Karibu mchungaji. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Neno limekuja moja kwa moja na hitimisho lake limetuonya na kutuelekeza vidole kwamba tunapaswa kuchukua hatua madhubuti zaidi ya vile tulivyo katika maisha yetu ya kila siku. Tuna haja ya kutafakari sana kuwazia maisha haya, mwenendo tulionayo na maamuzi tulionayo, na kuchukua hatua zinazostahili kumgeukia Mungu kila siku, kila wakati. Na sababu kuu ambayo imejitokeza ni kwamba Mungu ametudhamini maisha, na labda tunaweza kuwa tumecheza na maisha kadri tulivyocheza, na Mungu kwa neema yake ameturuhusu kuishi tena. Na kipindi hiki hatari iliyoko ni kwamba Mungu ametujulisha kweli, na kama ametujulisha kweli, ameiacha huru maishani mwetu ili tukaweze kuona tutaifanyia kazi namna gani kweli hii. Ni jukumu letu sisi sote tukaweze kuchukua maamuzi ya busara kufanya kazi na ule ukweli ambao Mungu ameukabidhi katika maisha yetu, ili kwamba maisha yetu akaweze kuwa salama. Amen. Amen. Tukaweze kushukuru na kufunga kwa ajili ya Mungu wetu mtakatifu. Tunakushukuru jioni ya leo kwa sababu ya makweli haya ambayo umekusudia tukaweze kuyasikia. Huu ni msururu mzima na mwenendo mzima tulioanza majuma sasa kuyaangazia maandiko haswa katika mtazamo wa kiagano. Bwana wetu, tumejifunza mengi katika msururu huu wote, tukiweza kufahamu hatua kwa hatua yale yote yaliyokusudiwa hasa katika maagano yaliyowekwa katika maandiko matakatifu, na hasa maagano makuu mawili ambayo ndio yaliyopewa kipaumbele katika Biblia. Na Bwana, kadri unavyoendelea kutuonyesha mwanzo wa agano hili, unaendelea kutuonya ndani ya makweli unayoyafunua mbele zetu kila siku. Na hivi jioni ya leo umetuwezesha kutufahamisha kwamba sheria ilikuja kwa makusudi ya kuiweka wazi dhambi ikayo katika mioyo ya mwanadamu, hivyo kwamba akaweze kuliona hitaji la kumwendea Yesu Kristo ambaye Baba alimleta ili akaweze kuyaokoa maisha yaliyokuwa yamefungwa katika dhambi, na sheria amekuwa kiongozi wa kumleta mwanadamu katika Kristo. Hayo ndio maneno ambayo Mungu umeangaza kwetu leo na kutufahamisha ukweli huo. Baba yetu wa rehema, tunazidi kukushukuru kwa sababu mwisho wa siku umetuonya na kuweka wazi mbele yetu maneno makali kwamba hatimaye tumekuwa na muda mrefu, tumeishi maisha marefu ama mafupi tuliyopewa. Labda tumeweka michezo katika maisha hayo na kipindi kile ambacho Mungu umetudhamini maisha yetu, na hivi sasa Mungu umekusudia kutufahamisha kweli haswa kama ulivyokusudia ijulikane katika maisha yetu. Bwana wetu wa rehema, haya ni maneno makali ambayo umeyaweka mbele zetu leo, na kwamba kuna wengi waliowahi kuishi, sio sisi wa kwanza tunaoanza kuishi katika ulimwengu huu, lakini kuna wengi tunaowasoma waliishi, na hata kuna wengine ambao waliishi machoni petu tukiwaona, kuwashuhudia wakiishi, na hatimaye wakatuondokea. Hii ni dhahiri kwamba hata maisha yetu sio maisha ya dumuyo milele, lakini maisha ambayo ni ya muda tu. Hivyo basi tuna majukumu ya kuchukua hatua kwa ajili ya maisha yetu na kuyaelekeza katika mkondo na mirengo inayostahili, haswa kwa nyakati hizi ambazo Mungu kila wakati, kila mara unatufahamisha na kutufundisha kweli yako. Baba, tusaidie mambo haya ambayo tunajifunza na kutukumbusha kila mara, kila wakati, ukayathibitishe katika mioyo yetu zaidi, kwamba utupe hatua ili kwamba tusiweze kuyaweka tu katika midomo yetu, labda katika mawazo yetu, na hata tusiyape wakati wa kutafakari na kuchukua hatua ya kuyaishi maneno haya. Lakini Mungu ukatusaidie mambo haya akaweze kusumbua mioyo yetu na kutufanya tusumbuke mno kila mara, kila wakati, tukaweze kuchukua hatua zinazopasa
ili kwamba maisha yetu yakaelekezwe katika hali inayofaa, katika mwenendo unaofaa, na Mungu wetu mtakatifu tukaweze kuwa na heri hatimaye mbele zako. Na kushukuru kwa sababu wewe ni Mungu mkuu, ambaye jioni ya leo haya ndiyo ulio yakusudia kwamba yakawesewa maisha yetu. Kwa kila mmoja wetu umenena na umeonya, umefundisha na umekemea. Bwana, wacha ikaweze kuwa heri katika maisha kila mmoja wetu. Wakati huu tunapoenda kufunga mkutano huu, najiweka mikononi mwako. Kawe nasi, tuelekeze katika siku zilizo mbele yetu. Mungu wetu, ukatusaidie na utupe hali ya kujifahamu katika maisha ya imani, na kunyenyekeza maisha yetu, na kuchuchumilia kila siku itwayo siku ambayo wewe Mungu unatuajalia kuishi. Utupatie kuweza kuishi katika umakini wote, tukikutazamia wewe kwa imani, na Mungu wetu ukatukuzwe. Asante kwa jioni ya leo. Kabidhi kila mmoja wetu mikononi mwako. Bwana, utupe usiku ulio mwema na kutuajalia tena siku. Asante kwa mtumishi kama umemtumia ili kunena na maisha yetu. Zidi kumtia nguvu na hata kuendelea kuangaza makweli katika maisha yake, ili kwamba mara nyingine na wakati kama huu akayaangaze kwetu makweli ambayo Mungu umeyaweka moyoni mwake. Asante, maana utatenda hivyo kwetu sawa na mapenzi yako. Kwa jina la Yesu Bwana wetu tumeomba. Amen. Tukiane mema kwa Yesu Kristo, mapenzi ya Mungu Baba, Roho Mtakatifu, kwenye sote. Kila mara tunapoendelea na ibada zetu, naweza tukaonekana ni kana kwamba tunaacha vitu ambavyo labda vilikuwa vimezoeleka, vinapendeza